Na tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba mahakama mjini Kilgoris imetoa agizo la kukamatwa kwa aliyekuwa naibu kamishna wa Transmara Kusini, Abdihakim Mohamud Jubat, baada ya kufeli kuhudhuria vikao vya mahakama licha ya kuagizwa kufanya hivyo. Jubat anakabiliwa na tuhuma za kutishia familia moja mjini Kilgoris kuhusiana na mzozo wa shamba. Inadaiwa kuwa afisa huyo alinaswa kwenye kanda ya video akitishia kutumia wapiganaji wa Al-Shabaab kufurusha familia hiyo kutoka kwenye ardhi yao, jambo lililozua ghadhabu miongoni mwa Wakenya. Kesi ilikuwa kesi ya shamba, tulikula kesi tukamshinda, akakuja na maaskari kwa shamba kututishia maisha. Maisha yetu mpaka sasa iko hatarini. Kutoka hapo hivyo ushahidi ikakuja ikachukuliwa, file ikaenda Nairobi, ikaenda Narok, mwisho ikaletwa kotini. Na leo hii kesi iko kotini. Tumeendelea kesi from August up to now. Hakuna dalili ya Jubat kuja kotini. Amekataa kuja kotini, ameheshimu kotini. Leo hii tumekuja mahakama ya Kilgoris tukifuatilia haki yetu, lakini nashukuru mahakama ya Kilgoris walitupea haki leo ya huyo BCC anaitwa Jubat. Naomba tu serikali mfuatilie huyu mtu, kila uchao tunatishiwa maisha na akuji kotini, lakini shamba anakuja kwa baba kututishia. Tukikuja kwenda kuweka obi tunaambiwa huyo ni mtu wa serikali. Sasa sisi raia tutaenda wapi? Kulilia wapi kama serikali achukuliwa hatua na sisi raia tutafanya nini? Naomba serikali muingilie kati maneno, mfuatilie.